Shambulizi lililofanywa na ndege ya kijeshi ya Marekani nchini Yemen limesababisha vifo vya watu 5 na kujeruhi wengine kadhaa, huku hali ya taharuki ikizidi kuongezeka katika eneo la Bahari Nyekundu na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa mujibu wa ripoti ya Al Jazeera, shambulio hilo lilitokea Jumanne katika mji wa Hodeida ambao ni moja ya ngome muhimu za waasi wa Kihouthi nchini Yemen. Taarifa za awali zilisema kuwa watu 3 walifariki dunia, lakini idadi hiyo iliongezeka kufikia watu 5 leo Jumatano Aprili 2 mwaka 2025. Msemaji wa Wizara ya Afya ya Houthi Anes Al-Asbahi amethibitisha vifo hivyo na kusema kuwa mashambulizi ya Marekani yamekuwa yakiongezeka katika siku za hivi karibuni, hasa baada ya waasi wa Houthi kutishia kurejesha mashambulizi dhidi ya meli zinazohusiana na Israel katika Bahari Nyekundu. Kundi hilo limekuwa likishambulia meli hizo kwa madai ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina kufuatia uvunjwaji wa sitisho la mapigano huko Gaza. Katika hatua inayoonekana kama maandalizi ya mashambulizi zaidi, Marekani inatajwa kuwa imepeleka meli ya pili kubwa ya kubeba ndege za kivita katika eneo hilo. Meli hiyo itasaidia kurusha makombora na kuendesha operesheni za kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi na vikosi vingine vinavyopinga uwepo wa Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Tangu kuanza kwa vita vya Gaza Oktoba mwaka 2023, waasi wa Kihouthi wamekuwa wakifanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya meli za biashara na meli za kijeshi katika Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden. Hatua hiyo imesababisha mataifa ya Magharibi yakiongozwa na Marekani na Uingereza kuzidisha mashambulizi yao dhidi ya ngome za waasi hao wa Houthi nchini Yemen. Licha ya juhudi za kidiplomasia zinazofanywa na Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa ya Kiarabu kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo huu, hali inaonekana kuzidi kuwa mbaya huku mapigano yakiendelea kuongezeka. Mashambulizi haya yanaweza kuongeza mvutano wa kimataifa na kuathiri zaidi biashara ya kimataifa, hasa katika Bahari Nyekundu ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine kati ya Asia, Ulaya na Amerika. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.